sehemu ya mwisho kabisa, kama hapa tulivyosoma hapa kwenye hii waraka wa Yohana 5:8, tuangalie huu utatu, kwamba huu utatu ni mmoja, ni umoja. Ni umoja. Ni kitu hicho kimoja. Kwa havijagawanyika. Hakuna mgawanyiko hapo. Tuviangalie. Ukija katika hii Yohana 16:7 inasema, tumwangalie Roho Mtakatifu ni nani sasa. Roho Mtakatifu ni nani? Lakini mimi nawaambia iliyo kweli. 16:7. Yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ataletwa na Yesu. Ataletwa na Yesu. Inasema mstari wa 12, Yohana 16:12. Hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia. Hapa nimeruka, kwa hiyo utasoma wewe mpaka huku kote, kwanza ile Yohana 16:1 utakuja mpaka hapa nitakapoishia. Lakini naruka kutokana utafuta sehemu tu husika. Hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Huyo Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu ndio ule Waislamu huwa wananukuu kwamba Yesu aliwaambia, "Yafaa mimi niondoke, huyo msaidizi aje." Kwamba msaidizi mwenyewe ni Muhammad. Tunataka tuangalie kama huyo ni Muhammad. 14. Yeye atanitukuza mimi. Muhammad anamtukuza Yesu, hamtukuzi Yesu. Kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Muhammad anayeongea anatoa kwa Yesu? Hapana. 15. Na yoyote alionayo Baba ni yangu. Kwa alionayo Mungu ni ya Yesu. Kwa hiyo nilisema kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatoa katika yaliyo ya Yesu peke yake. Wala Roho Mtakatifu hawezi kuja akamtukuza Mungu. Lazima mtukuze Yesu, maana ametumwa na Yesu. Aje wakae na wale watu wanaomwamini Yesu. Akae na wale watu waliookoka ili walinde wasitende dhambi. Ili wakumbushe wanaposoma Biblia. Wewe na kwenye dini yako Roho Mtakatifu anakutumia, mtu akikuuliza swali utamjibu kibiblia. Umeona sasa mapokeo ya dini ni magumu. Haya, matumizi ya Roho Mtakatifu hayo, si tutataka tuangalie ule utatu. Umeona Roho Mtakatifu ni wa nani? Ni wa Yesu. Yesu huyo ni nani? Ni mwana. Na ule ni roho wa nani? Ni roho wa Yesu. Tuangalie. Kija katika Warumi 8:11 inasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu inakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atauisha na miili yetu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake na anayekaa ndani yenu. Basi kama ni hivyo ndugu, tu wadeni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiyafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Kwa hiyo yule roho, yani Biblia ilivyo, yule roho aliyemfufua Kristo katika wafu baada ya kufa, maana alikufa kimwili au kibinadamu, baadaye ile nafsi ya Mungu ikaingia tena kwenye ile mwili ikamfufua kwenye utukufu wake, sasa ndio ikamnyanyua kwenda juu. Na hiyo nafsi ya kuwa hai ya milele ya Mungu ambao tutaishi milele, ndio na sisi tutapuliziwa siku ya mwisho na tutaishi milele. Huo ndio utukufu. Na sisi tutaishi milele. Ndio maana Yesu kila kitu ni mfano. Kila kitu ni mfano. Yesu ni mfano wa kila kitu. Kwa sababu ukija kuangalia hii waraka wa kwanza wa Yohana inapotuambia kwamba tukiwa kama alivyokuwa mtakatifu na sisi tutakuwa watakatifu kama alivyokuwa roho wake mtakatifu, inasema katika hili tunafahamu, hii waraka wa kwanza wa Yohana 4:13. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa
ametushirikisha roho wake. Ametushirikisha roho wake ambaye baada ya kuamini ametupatia nini? Roho wake Mtakatifu. Haya, hii ni katika roho. Hii mambo ya roho. Katika ubaba tumeona roho ni wa Yesu, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hapa tunakuja kuangalia hapa katika Yohana 14, tuangalie baba naye ni nani. Katika Yohana 14:6 Yesu akawaambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mstari wa 7, kama mngenilijua mimi mngelimjua na Baba, tangu sasa mnamjua tena mmemuona. Kwa hiyo Yesu ndiye Baba. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku zote hizi, siku zote wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba, basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Kwa hiyo Yesu mwenyewe ndio nani? Ndiye Baba. Lakini pamoja na kuambia yeye ndiye Baba, ndio kila kitu, hakuambia kwamba waombe kwa jina la Baba, isipokuwa aliwaambia kwenye mstari wa 3, anawaambia, ninyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitafanya. Mkiniomba kwa jina langu nitafanya. Kwa hiyo mara mwisho aliwaambia tuombe kwa jina la nani? Kwa jina lake Yesu Kristo. Hakuambia kwamba muombe Baba. Aliwaambia muombe kwa jina langu. Na ndio maana pia ukienda 16 mstari Yohana 16:22 Yesu anawaambia pia, basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena na mioyo yenu itafurahi na furaha yenu hakuna waondoleaye. Tena siku ile hamtaniomba neno lolote. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini nawaambia, mkimuomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Kwa mtakalomuomba Baba mkimuomba kwa jina la Yesu atawapa. Sasa wachungaji wanafundisha hivyo? Hao watu wanaoomba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ndivyo Yesu alivyoagiza watu waombe hivyo? Hasa mbona majina ya Utatu Mtakatifu wanatumia vibaya? Mbona sio matumizi yake kwenye matumizi ya mambo yao ya imani? Huyo sio mafundisho ya Utatu. Anasema hapa, tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini nawaambia, mkimuomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Kwa hiyo tunatakiwa tuombe kwa jina la Yesu. Mbona hawafundishi hivyo? Na wanavyoomba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ndio Yesu alivyosema waombe hivyo. Mbona matumizi ni tofauti hata kwenye kuomba? Katika hii 16:24 inaendelea inasema, hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Sasa mbona watu hawaombi? Hawa watu ni wakina nani? Hawa watu ni wakina nani hawa wanaoenda kutufundisha na kutufundisha kuomba ambavyo sivyo sahihi? Jamani, tuishie hapa. Tumeangalia Roho Mtakatifu, tumeangalia Baba ni Yesu, Roho Mtakatifu ni Yesu, neno nayo neno inasema hapo Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Ukija 14 inasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake. Kwa huyo mtu mmoja ndio vitu vyote vilifanyika kwake. Ni mtu mmoja, hajagawanyika, ila alifanya kazi kwa wakati tofauti. Jamani, tuishie hapa. Utatu Mtakatifu umeishia hapa, finali kabisa. Mwalimu wa Biblia Tanzania, Mwalimu Joseph, ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Tunafundisha Biblia. Haya maneno nayo yasoma hapa huwa tunayafundisha kwa mwezi mara 2. Huwa nafundisha watu kwa mwezi mara 2, Arusha na Moshi. Jumapili ya kwanza na Jumapili ya katikati huwa tunafundishana Biblia. Huwa nafundisha watu Biblia wajue na wenyewe waweze kuwafundisha watu wengine. Kwa hiyo mnakaribishwa, anayetaka kujifunza nakaribishwa. Ni kusanyiko la Yesu Kristo, ni kusanyiko la wanafunzi wa Yesu Kristo. Tupo Moshi na Arusha. Mwanzo wa mwezi, Jumapili ya kwanza ya mwezi na Jumapili ya katikati huwa tunawafundisha watu Biblia na kujibu maswali mbalimbali ya watu. Kwa hiyo mnakaribishwa wote kujifunza Biblia. Jamani, Biblia ni tamu sana ukijua, hutaweza kudanganywa. Hata mtu akikudanganya utamwambia hapa pamesemaje. Hutoweza kudanganywa na mtu yeyote. Asanteni na washukuru nyote. Kwa wakati mwingine tena, usiache kutoa sadaka yako kwa kumsaidia mhitaji. Wale wote ambao wewe unaona kabisa unatoa fungu la 10, unatoa zaka, pelekea wahitaji, utabarikiwa. Baraka zako zitafunguliwa, hutoamini. Pelekea wahitaji.
Fungu lako la 10 pelekea wahitaji. Kasadaka kako pelekea wahitaji. Zaka yako pelekea wahitaji. Hiyo ndio sadaka ya kweli, ndio sadaka ya haki. Hakuna sadaka nyingine. Zaidi ya kumpa mtu tu, umempa wewe mwenyewe kwa kupenda. Umempa wewe mwenyewe kwa kupenda. Lakini ukitaka baraka zako zifunguliwe, wapelekea wahitaji na omba kwa jina la Yesu. Hakuna kitakachozuiliwa hata kimoja. Ni mwalimu wa Biblia Tanzania. Hii ndio kuibia siri. Siku zote huwa nawaibia siri. Hiyo tu ufanye siku zote ya maisha yako. Asante.